Pia una furaha, basi muangalie jirani yako, mpe mkono, mwambie ninafurahi kukuona nyumbani mwa Bwana siku ya leo, Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Kuwepo hapa ni umetikia mwaliko wa Mungu. Mungu anatualika kila Jumapili, na unapoitikia mwaliko wake basi ujue moyo wake pia unafurahi. Lakini popote alipo Mungu, hapo tunajengwa sana. Kwa hiyo na siku ya leo tena umeshaanza kupokea na unaendelea kupokea. Amen. Na tunaenda kusikiliza sasa neno la Mungu, ule ujumbe ambao Roho Mtakatifu ametuandalia siku ya leo. Basi tega sikio lako tunapoenda kujifunza. Haleluya. Fungua kile kitabu cha Mithali sura ile ya 6 na ule mstari wa 6. Mithali sura 6 na ule mstari wa 6. Kitabu cha Mithali sura 6 mstari wa 6. Tumefika hapo? Amen. Usiondoke hapo. Kwa hiyo tutarudi hapo na tutaendelea kujifunza hapo. Anasema, ewe mvivu, mwende chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Ewe mvivu, mwende chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Somo letu la leo kichwa chake kinasema watafakarini chungu. Watafakarini chungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaofahamu chungu? Kiswahili cha zamani hiki. Amen. Chungu ni wadudu aina au jamii ya hawa mchwa. Kwa hiyo ukimwona siafu, sisimizi, mchwa, katika Biblia hawa wanaitwa chungu. Na najua tulioko hapa wote tunatamani hekima. Tulioko hapa wote tunatafuta hekima. Na zipo njia nyingi za kupata hekima. Ukisoma kile kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, inasema, na mtu akipungukiwa na hekima na aombe dua na Mungu atampa. Kwa hiyo hekima pia tunaweza tukaipata katika kuomba. Lakini pia hekima tunaweza tukaipata katika kujifunza. Unaposoma neno la Mungu unapata hekima, unasikia ufahamu wa Mungu, alafu unaenda kuutendea kazi. Hiyo nayo ni hekima. Lakini pia hekima haiji kwa njia tu hizo. Hekima inakuja katika njia pia nyingine. Na mojawapo ya njia hizo ni kama hii tunaofundishwa hapo. Anasema mwende chungu, alafu zitafakari njia zake upate hekima. Kwa hiyo kama Biblia inatuongoza mahali fulani kwenda kupata hekima, itabidi na sisi tuende huko kupata hekima. Haleluya. Tunajua tumeshajifunza mara nyingi, na kama ni msomaji wa Biblia utakumbuka hata Bwana wetu Yesu Kristo alipata hekima pia kwa kuangalia viumbe ambavyo Mungu aliviumba, ikiwemo kunguru, ikiwemo na wanyama wengine kama kondoo, njiwa. Akapata hekima akatufundisha na sisi. Lakini hapa tunaambiwa tena tumwendee chungu. Kwa hiyo nilipokuwa na tafakari ile andiko, nilijaribu kuchukua hatua ya ziada. Sio tu kusoma tu alafu na kusema basi nimeshamuona chungu, nimeshamjua sisimizi, nimeshamjua siafu alivyo, inatosha na nimeshapata hekima. Lakini sivyo. Tunaambiwa tutafakari njia zake. Na somo letu la leo linaegemea hapo. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alinifundisha na akaniambia pia nilishare na kanisa. Bwana asifiwe sana. Kabla ya kwenda ndani nitafakari, nikaenda nikawasoma wadudu aina ya mchwa. Bwana asifiwe sana. Wangapi walishawahi kuona mchwa? Tumeshaona mchwa. Kama hujaona mchwa, jitahidi sana kuangalia kipindi cha wanyama katika televisheni ya taifa, kuliko kutembea tu kuangalia vitu kwenye simu. Jitahidi sana
kuangalia vipindi vya wanyama, utaweza kujifunza mambo mengi sana. Mchwa ni wadudu ambao mahali utakapokuta kichuguu, basi ujue hapo ndipo boma lao lilipo. Kwa hiyo ukifika mahali ukaona kichuguu kimeinuka mfinyanzi, ujue hiyo ni boma ya mchwa. Lakini nilikaa nikafikiria wale wadudu, nikajiuliza maswali mengi. Je, ndani ya hawa wadudu wanaitwa mchwa kuna aina tofauti tofauti za mchwa ndani ya jamii moja? Kwa sababu ikiwa wewe ni kidogo, umri umeenda, sio sana, kidogo tu, au umetokea maeneo ya kijijini, utakumbuka kuna wadudu wanaitwa kumbikumbi. Tunajua wangapi walishakula wale wadudu au washakwenda kuwakamata? Tumeshaenda kuwakamata wale wadudu wanatoka ndani ya kichuguu, si ndio? Lakini ukiangalia utaona kuna wale kumbikumbi, lakini pia ukiangalia utaona kuna mchwa, na katikati ya wale mchwa utagundua pia wamegawanyika katika makundi mawili. Kuna wengine ambao ni walinzi na kuna wengine ambao ni wafanyakazi. Kwa hiyo kama ukifuatilia ufalme wa hao wadudu, kuna kundi la malkia, kuna kundi la ufalme, kuna kundi la mchwa, na mchwa kuna kundi la wafanyakazi na walinzi. Alafu pia kuna kundi la hawa wanaopaa kumbikumbi. Sasa nikajiuliza, hawa wanazaliwaje au wanatokeaje? Maana ni kama jamii tofauti tofauti, lakini zinakuwaje zinashirikiana kwenye kichuguu kimoja? Sheku tafakari jambo kama hilo. Kwa nikataka kujua wanavyozaliwa wadudu. Nikashangaa sana. Ukweli ni kwamba wote wanatoka kwenye chanzo hiki kimoja, lakini wanapokuwa wanakuwa maumbile tofauti kabisa. Sheku tafakari hilo jambo. Eti sisi wanadamu wote tunazaliwa wanadamu, lakini wanatokea wanadamu wenye mabawa, wanatokea wanadamu wenye vichwa vikubwa, wanatokea wanadamu wenye mameno makubwa. Unajiuliza inakuaje wakati wote tumetoka kwenye chanzo kimoja? Kwa hiyo nikatafakari jinsi wanavyozaliana. Nikagundua kwamba kuna yule mkuu wao ambao ni malkia. Huyu malkia kwa siku anataga mayai 100 mpaka 300. Na yale mayai yakishatagwa yote ni jamii moja na anafanana. Lakini sasa kuna hekima inatumika kuwafanya wale mchwa kutokea katika maumbile tofauti. Maana kwamba anachukuliwa wale mayai yanaenda kuwekwa katika makoloni au katika mashelf. Na katika kila shelf wanatarajia watatokea aina fulani au aina ipi ya mchwa. Kwa mfano, yanachukuliwa mayai machache labda 200 yanaenda kuwekwa kwenye shelf moja. Yanachukuliwa tena mayai mengine 300 yanaenda kwenye shelf nyingine. Mayai mengine yanaenda kuwekwa kwenye mashelf tofauti. Sasa kinachotokea ni nini? Wanakuwa na makusudi kabisa kwamba hapa tunataka tutoe watendakazi, hapa tunataka tutoe walinzi, hapa tunataka tutoe mamalkia, na hapa tunataka tutoe wafalme. Lakini yai ni lile lile moja. Maana kwa mbele yai kilitoa kalipeleka pale, huyu atakayetokea hapa atakuwa ni mtendakazi. Ukilitoa hapo kalipeleka kule, atakayetokea hapa ili ataenda kuwa nani? Malkia au ataenda kuwa mfalme. Sasa wanafanyaje hekima yao hiyo? Ni kwamba mayai yakishaenda pale, wanajua kabisa kwamba hapa wanaenda kutokea hapa ni walinzi. Wanachokifanya, wanawalisha. Vikishazaliwa, vikishatotolewa vile vifaranga, vile vitoto, wanajua wanaenda kutokea hapa ni walinzi. Kwa hiyo wanapewa chakula tofauti kabisa na wengine. Kwa chakula wanachopewa pale, wanakuwa wanapewa chakula kingi sana, lakini chakula kina protini nyingi sana. Na wanapokula kile chakula, maumbile yao wanaanza kukua makubwa tofauti na wengine. Na wanajua kile chakula kinapozidi kuwa kikubwa, mabichi wanakuwa makubwa ya walinzi. Kwa wale vifaranga wanalishwa kwa namna nyingine.
alafu wana namna fulani ya kugundua homoni zilizopo katikati ya wale. Kiwango fulani cha homoni kikizidi kitamfanya huyu kuwa askari. Kwa hiyo baadaye wanamlisha wale tendakazi, wanamlisha baadaye akishakamilika yule anatokea yule mtu wa mlinzi. Kama ulishaenda kukota kumbikumbi unajua wale wanakuwa na meno hivi. Ukitafuta kumbikumbi anatoka, unataka kwenda kuweka kidole pale unang'ata. Uchukue kumbikumbi bure. Wale wanatokea kama walinzi na wanakuwa na nguvu. Vile vichwa vyao wanabamiza chini kwenye ardhi. Ushasikia? Amani. Hem, turudi basi hata tukatazame tukatafakari. Ukifika unasikia kichwa kinapigwa kwenye ardhi. Unasema kuna kitu gani kiko hapa? Kamcho kadogo lenga kipiga ile ardhi, ile kichwa kinapiga ile ardhi, unasikia sauti, unasema kuna nini kiko pale. Ni tahadhari, wanapeana tahadhari, kuna adui anakuja anataka kuingilia kambi yetu. Kwa hiyo wale wanatrainiwa, hawawezi hata kutembea mbali kwa sababu vichwa vyao vizito sana. Hata kishakuwa kubwa bado wanalishwa. Wanasema hawezi kwenda kuokota chakula kiwenyewe, wanakuja kulishwa kiwa vile vile askari. Lakini wakati huo kuna kundi lingine la wafanyakazi. Hawa ni yale mayai, lakini hawa hawapewi chakula kingi sana. Wana regulate kuwapa chakula, na wanakuwa na namna fulani ya kupima pia kiwango chao cha hormones. Hicho kiwango kifikia namna fulani wanaacha. Baadaye wale wanakuwa wanazaliwa, vinakuwa vile vimchwa sasa unavyoviona vinatembea huku, vinatembea hata huku, na hivi vinazunguka vinaenda kila mahali. Hao mchoro kukutana nao huku, uweze kukutana na wale wanaongata. Si ni kweli? Wanaokula mbao. Ni mchwa ambao ni wa kawaida na wanatembea mbali mrefu. Wao kazi yao ni kwenda kutafuta chakula na kuleta katika kile kichuguu au katika ufalme wao. Lakini hilo halitoshi. Kuna kundi lingine lao wanaitwa malkia na wafalme. Malkia na wafalme ndio wakumbikumbi unaowaona sasa. Na hawa wanachukuliwa mali yao wanapelekwa sehemu fulani. Hawa wanafanana na wale maaskari, wanapewa chakula, lakini chakula kina fati nyingi, mafuta mengi. Ndio maana wale kumbikumbi wanatoka wanakuwa na mafuta tu. Kwa hiyo wanakuwa na jinsi wanavyokuwa wanaangalia, na wanapoangalia hekima yao Mungu kaapa, wanajua namna ya kuwafanya mpaka wanatoa mabawa. Kwa hiyo kutoa mabawa maana yake ni kwamba waondoke kwenye ile kambi, wapae waende kuanzisha tena ufalme mwingine. Ndio maana kipindi cha mvua unaona wanatoka, wanaenda. Unaona yule anatoka anapaa, unatoka huko wafalme na mamalkia. Kwa hiyo kumbikumbi wote unaowala ni wafalme na mamalkia. Wakishafika mahali fulani, mfalme akikutana na malkia wanatoa ile mabawa, unaona wawili wanaambatana, wakifika mahali wanaenda kule kutana. Kishakutana yule mfalme anakufa, malkia anaendelea kutaga mayai, anazaa tena mayai mengine, wanatengeneza pale pale ufalme mwingine. Kwa hiyo unaweza kujitafakarisha hii hekima ambayo hao wadudu wanayo ni hekima namna gani. Katika mbegu moja wanatoa vyombo vya aina tofauti. Pengine hiyo hekima hata angekuwa nayo labda pengine hata nzi. Lakini nzi hawezi kufikiria hayo mambo. Angekuwa nayo hiyo hekima hata mdudu mwingine ule muone uko chini. Lakini hawezi kufikiria. Lakini hawa wamewekewa hekima fulani ya kuweza kunyanyua vitu tofauti, vyombo tofauti katika mbegu ile moja. Nikanitafakarisha nikasema, unajua na sisi tujiangalie pia tunavyokuwa na tunavyojilea, malezi yetu yakoje na malezi ya watoto wetu yakoje. Tafakari mchwa. Kuna usemo unasema mtoto mleavyo ndivyo akoavyo, si ndio? Na maandiko yanasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa mtu mzima. Ukweli ni kwamba kuna karama na huduma ambazo tunaweza tukazitengeneza katikati ya watoto au vizazi vya chini, na wakifundishwa kukua katika namna hiyo, ukweli ni kwamba vile vitu vinaenda kutokea kama vilivyo. Bwana asifiwe sana. Katika dunia tunayoishi, fahamu kabisa kwamba sisi wengi wetu tumeokoka kama vile Paulo alivyokutana na Bwana Dameski. Tulikuwa tunaendelea na mambo yetu, tukakutana na Bwana katikati ya safari. Lakini si wengi wetu tumelelewa kabisa katika ile misingi ya imani ile.
Lakini nakwambia mtu akilelewa katika ile misingi ya imani, akakuwa katika ile imani, akapewa chakula cha imani tokea kwa mtoto, yule mtu anabadilika na kuwa bora sana kuliko ambao umetokea tu kwa juu. Kitu ambacho shetani anachokifanya tangu umezaliwa, kama wewe hutamuumbia mtoto wako tabia ya imani, shetani atamjengea tabia ya mashaka. Kwa hiyo tunakuwa shetani atujengea mashaka, iwezekane, mpaka unakuja kukua, kinakuwa ni kizazi ambacho hakiamini. Lakini ukimjengea mtoto wako imani akiwa mtoto, anapokuwa mtu mzima anakuwa katika ile imani, ni sasa umekuwa chungu, unajua namna kumtengeneza na kumkuza mtoto wako aje kuwa nani baadaye. Tunaweza kuwa tuna akili katika mambo ulimwenguni, tunasema mtoto wangu nataka aje kuwa daktari, ngoja nianze kumtengeneza kiakili. Na kweli anakuja kuwa hivyo. Lakini je, tunaviona pia vipawa vya roho, au tunasubiri tu tutokee na Mungu akufungulie kipawa chako nicho karama yako ni? Jambo ambalo lazima tufikirie na tutafakari. Jengee mtoto imani akiwa mtoto. Unaweza kumtengenezea mtoto akawa ana karama kubwa sana uponyaji. Kama akiwa mtoto leo hii unaanza kumfundisha uponyaji. Unaweza kuwa unaumwa, usisubiri kwenda hospitali au kwenda kuombewa na mchungaji au mtumishi wa Mungu au rafiki yako. Mfundishe mtoto wako kukuwekea mikono akuombee. Unaweza kumjengea imani akiwa mtoto. Unamtia moyo, unaambia ulivyoniombea nimejisikia nafuu. Ulivyoniombea nimeona kitu fulani. Unaweza kumfundisha, ukiona wenzako kule shuleni wanaumwa, wewe kaekee mikono waombee. Ataenda atakwambia, "Mama nimejaribu kuombea, baba nimejaribu kuombea, lakini hamna chochote." Unamtia moyo, unaambia atapona. Unaweza kumjengea mazingira kama hayo, imani yake inaweza kujengeka kwamba lolote atakalolifanya linawezekana. Ile imani kishajengeka, lolote atakalolitaka linawezekana. Yule mtoto akikuwa katika mazingira haya, akifika umri fulani, ndugu yangu, anakuwa imani yake inakuwa ni ile strong kiasi cha kwamba tungekuwa tunaona miujiza na ishara za ajabu katika kanisa, katika ulimwengu wa sasa hivi. Unajua sababu wanasema watu wa zamani walikuwa ni watendaji wa miujiza kushinda watu wa sasa hivi. Miujiza ipo na hata sasa hivi Mungu anatenda. Lakini ulimwengu wa zamani ni ulimwengu ulioinuliwa katika imani. Lakini ulimwengu tulioko sasa hivi sio ulimwengu unaoinuliwa katika imani. Watu wa zamani walikuwa wanaanza kuambiwa Mungu. Yaani Mungu kwao ni kitu cha maisha. Lakini sasa hivi Mungu sio kitu cha maisha. Elimu ndio kitu cha maisha. Kwa hiyo mtu unakuja kumfundisha Mungu, baadaye unamwambia amini kwamba Bwana atakuponya. Anakuambia una akili timamu. Hawezi kuamini uponyaji wa kiungu. Ndio maana na miujiza nayo inakuwa michache. Lakini waangalie watu kama Waisraeli zamani, wanainuliwa katika misingi ya imani tokea kwa watoto. Wakina Yoshua wanajengwa na Musa, mwisho wa siku anaenda kusimamisha jua. Imani nyingi za kukua hivyo zinahitaji watu ambao wanajengewa misingi tokea mbali ya kukua watu fulani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo muangalie mtoto wako, muangalie ndugu yako. Je, unamjengaje? Au wewe mwenyewe unajijengaje kesho yako ili uje kuwa nani? Kwa sababu tumeambiwa tuatafakari chungu, wana hekima nyuma yake. Tafakari, uweke hekima. Kuna watu wamewasahau watoto wao kabisa. Yaani hana muda hata na mtoto wake. Atakuwa mwenyewe tu, neema ya Mungu tamjia mbeleni. Hapana. Lazima tuwajenge watoto. Sio mtoto wako tu, lakini watoto wetu wote tuwakuze katika namna hiyo. Na tukifanikiwa watu wote kuangalia vizazi vinavyoinuka hivi, tukavijenga katika mazingira kama hayo ya mchwa hawa, nakwambia kuna wakati utafika tutaona uamsho mkubwa sana. Madhara tunakuta pale tunapokuwa watu wazima. Kwa hiyo vitu kama hivi jaribu kuvitafakari, vitakusaidia sana. Bwana asifiwe sana. Sio tu katikati ya vizazi, hata na wewe pia. Jinsi unavyojijenga ndivyo utakavyokuwa baadaye. Katika umri wako ukijijenga leo hivi, unajijenga katika aina fulani ya chakula, imani fulani, hiyo imani inakutengeneza kuwa nani baadaye katika roho. Edha ni askari, tenda kazi, mwinjilisti, mwalimu, mchungaji, nabii au namna fulani. Hata zamani unakumbuka wana manabii. Wale wana wa manabii walikuwa wanafundishwa, wanakaa chini ya wale manabii wanafundishwa. Mwisho wa siku wanajikuta wanatengeneza
kile kipawa na ile karama inatokea katikati ya kile wanachofundishwa na kujengwa katika ile darasa. Kwa jijenge katika madarasa ili uwe mtu fulani baadaye. Bwana asifiwe sana. Hapo nimekupa tu introduction, lakini nachotaka tujifunze kuhusu chungu sio iko. Tuendelee kusoma pale. Mithali sura ya 6 mstari ule wa 6 mpaka ule wa 10. Turudi pale. Anasema, ewe mvivu muendee chungu. Kwa hiyo hapa anamlenga mtu anaitwa mvivu. Haleluya. Anasema, muendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida. Sawa? Hana akida, mwangalizi, wala msimamizi, wala mkuu. Lakini mjiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Hana akida wala msimamizi, lakini ajiwekea akiba wakati wa jua. Anasema ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Alafu sasa mstari wa 9 nataka upigie mstari huu sasa, uangalie vizuri. Ndio hapa somo lilipo. Anasema tena, ewe mvivu utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Anasema bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mkono upate usingizi. Hivyo maskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Haleluya. Mstari wa 9 nirudie. Anasema, ewe mvivu utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo maskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Amen. Hapa kuna kitu ambacho nataka tukione. Alipozungumza habari ya mchwa, akaja akaongeza sasa kusudi la kusema ile habari. Anasema ewe mvivu utalala hata lini? Anasema bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo. Sasa angalia neno bado kidogo, na subiri kidogo, kukawia kidogo, ni hatari kubwa sana, kama vile dhambi. Unajua dhambi nyingine yoyote. Ndio hapa ambapo nataka leo tujifunze na tuangalie kitu kinachoitwa kusubiri au kukawia. Kwa Kiingereza inaitwa procrastination. Maana yake ni kwamba unapaswa ufanye jambo fulani, lakini ile jambo ulifanyi, unasubiri au unaweka matarajio utafanya baadaye au kesho. Kwa hiyo hapa anatumia mfano wa mvivu ambaye anapaswa labda aende kazini au akafanya jukumu fulani la muhimu. Alafu anajua ni muda mfano wa kuamka, lakini aamki ule muda. Anasema ngoja nilale kidogo, ngoja nikunje mikono kidogo. Hicho kitendo unaona kinaonekana kama kinakupa uaweni fulani, lakini ni sumu kubwa sana ambayo inakufanya uangukie katika kitu kinachoitwa umaskini na uhitaji wa ghafla. Katumia mfano wa kawaida. Tutaangalia hapa, tuzungumzie mambo ya kulala kitandani, lakini tunazungumzia kitu kinachoitwa kusubiri au kungoja kidogo. Na hili jambo nikwambie, ni jambo ambalo sisi wanadamu, ni tabia ambayo tunayo, na ni tabia ambayo inatutesa kwa namna sio kwa kawaida, lakini ni wachache wanaweza kuiona hii tabia. Matokeo makubwa yao ulivyo leo ni kwa sababu ya jambo kama hili. Kungoja kidogo, kusubiri kwanza, kusema nita. Yaani jambo ambalo la sasa hivi unataka kulipeleka baadaye. Ni hatari kubwa sana. Na hili limekuja kutokana na aina fulani ya ndoto ambayo hiyo ndoto kwangu najua inatoka kwa Mungu. Ni ndoto ambayo nimekuwa nikiota mara nyingi sana, na sikuwahi kuitilia maanani sana, isipokuwa kwa vipindi fulani vya karibuni. Nilikuwa nichukulia tu simple, lakini nikajua kwamba ikiwa kitu kinajirudia mara nyingi, maana kwamba
kuna msisitizo katika hilo jambo ambalo lazima ulifuate. Hili jambo linamsumbua kila mwanadamu, sio yule, hata mimi pia. Na ndio maana tunajifunza haya mambo ili tujue sisi tunapaswa tusimameje kama watoto wa Mungu, au kama watu ambao wanatarajia kupata kitu. Bwana asifiwe sana. Ndoto hiyo naamini pengine hata wewe ulishakuiota. Ni ndoto ya kujiona umerudi shule ambayo pengine ulikuwa unasoma, labda sekondari au pengine shule ya msingi au pengine chuo. Sijajua kama watu washautaga ndoto, lakini nazungumza kile ambacho mimi kimenipata au kimekuwa kikinipata mara kwa mara. Sasa hii ndoto inakuja kwa maumbile mengi kwangu mimi, lakini umbile kuu linakuwa ni hili. Najikuta nipo shuleni sekondari, alafu ninajikuta nipo katika dakika za mwisho. Yaani wiki ijayo naenda kufanya mtihani wa mwisho wa taifa, au baada ya siku 2 naenda kufanya mtihani wa mwisho wa taifa. Alafu najikuta nipo shuleni, alafu nipo na wenzangu, wanafunzi wenzangu wote ambao nilisoma nao. Alafu zaidi najikuta nipo na wale ambao ni walikuwa ni vichwa, ni top darasani, wale wanaosoma sana. Alafu nakuta wana discuss mtihani. Mara nyingi unakuwa kwa mtihani wa hesabu, sababu mimi nilisoma hesabu na napenda hesabu. Kwa hiyo najikuta wana discuss mtihani wa hesabu. Alafu na mimi najikuta nipo katikati yao. Tunajiandaa wote kwenda kufanya mtihani. Lakini cha ajabu ni kwamba vitu ambavyo vinadiskasiwa pale ni kama vile sijawahi kuvisoma. Lakini nilikuwa najua kwamba vipo, lakini sijawahi kuvisoma. Nilikuwa navipitia tu, naangalia, ninapuuzia tu. Kwa hiyo nakuta wenyewe na discuss, wanasema itakuwa hivyo, wenyewe naenda vizuri kabisa, lakini mimi nahangaika, mtaabika. Alafu ninajijua kwenye ndoto kwamba nilikuwa katika mambo yangu. Kipindi wenzangu wanasoma, mimi nilikuwa ninazurura. Wenzangu wanasoma, mimi nilikuwa ninafanya biashara. Wenzangu wako shuleni, mimi nilikuwa ninafanya mambo yasiyoeleweka. Alafu naenda kuingia kwenye chumba cha mtihani, nateseka, naongeleza wangu na solve vitu vigumu. Kwa hiyo wanaviona virahisi, mimi naviona vigumu. Alafu naanza kujiuliza, mbona kama ningezingatia tu kama miezi 6 nyuma au miezi 3 ningepewa hii miezi 3, mbona ningeweza kuyakava yote? Lakini tayari shakuwa too late. Katika kuangaika kule najikuta nashtuka kwenye ndoto. Alafu natafakari mazingira ambayo yalinipelekea hiyo ndoto ije. Ninagundua kuna mazingira ambayo yalikuwa yanafanana mpaka hiyo ndoto inakuja kwangu. Mazingira ambayo yalikuwa yanafanana. Kwa hiyo ndoto ilikuwa inatokea kipindi baada ya vipindi. Kipindi baada inakuja katika maumbile mengi. Wakati mwingine unajikuta nimerudi shule kama vile nataka nifanye tena mtihani wakati nishavuka hicho kidato. Narudishwa tena nyuma. Simu kusishavuka na kwa hiyo narudi tena huko. Kwa hiyo ndoto ya shuleni inakujaga mara nyingi sana. Kwa hiyo ili jambo likaingia ndani ya moyo wangu, kwa sababu nitafakari ni kitu gani hichi ambacho ninakiona. Ndipo Mungu akanileta katika hii habari. Na mara nyingi hiyo ndoto ilikuwa ikinijia, unakuta kwa nimepanga nifanye kitu fulani, labda siku hiyo au siku huo. Kile kitu nataka kukifanya, nasema nitakifanya tu kesho. Sitakifanya hata kesho kutwa. Labda natakiwa niandike somo, nitaandika kesho kutwa. Labda natakiwa niombe, nitaomba hata siku fulani. Labda natakiwa nifanye. Nikishafanya hivyo nikilala nikuta nimekutoka katika mazingira kama hayo. Mwisho wa siku Roho wa Mungu akaanza kunifundisha kwamba hicho kitu kina madhara makubwa kuliko unavyodhani. Kina madhara makubwa kuliko unavyodhani. Kitu ambacho ungepaswa leo kifanyike, lakini unasema nitafanya tu. Mbona muda upo? Nimechoka. Na unakuta kwa umechoka, lakini kwa Mungu no excuse. Kitu ambacho kingepaswa kifanyike siku hiyo, kinapaswa kifanyike siku hiyo hiyo. Unasema kina madhara nitakifanya kesho, lakini hiyo tabia ukiendelea nayo itatokea tena na kesho kwa jambo lingine, na kesho kutwa kwa jambo lingine. Baadaye ukiangalia mbele yako, utakapofika kituo fulani mbeleni, siku fulani mbeleni, unajikuta kwenye hasara ya kukosa kila kitu ambacho uko unakitafuta. Huo ndio unaitwa uvivu katika roho. Bwana asifiwe sana. Hili ni jambo ambalo lazima tuliangalie katika jicho la kiroho. Na tukae tuwatafakari hao wanaitwa chungu.
Hapa anasema ni wadudu ambao wanajiwekea chakula, wanajiwekea akiba kipindi cha hari. Muda wote, hata kumwangalia sisimizi usiku, ukifanya utafiti, chukua tochi, washa, angalia chini. Muda wote, hata leo nienda usiku saa 6 saa 8, washa tochi, mulika chini, zunguka hatua 2 3, utamwona sisimizi. Mchana kagua, kazunguke pale leo, utaona kuna sisimizi. Hao watu hawa ni hard workers, na kazi yao kubwa, wanaenda kuchukua vile vyakula, wanaenda kujiwekea akiba. Kipindi cha kiangazi, unaona kichuguu kimepauka, hakuna chochote. Jua kali, huwa tunasafiriji, tunaenda mikoani. Ukitembea kwa mikoani, unapita huko majango watu, unakuta ni vichuguu vimesimama hivi. Lakini mvua ikinyesha kidogo, wanatoka kumbikumbi, wana mafuta, wamenona, wanatolea hapo chakula. Kwa sababu gani? Walijiwekea akiba kipindi chao. Masika wanaenda kuchukua chakula chao, wanaweka. Wanachukua chakula chao, wanaweka. So wanakula, wanahifadhi vilivyo vya kwao. Baadaye wanatoka viumbe tofauti tofauti. Lakini na sisi wanadamu, kitu au tabia ambayo tunayo, tumejijengea sisi, ni tabia ya kusubiri, kukawia. Tunapenda kuwa comfort sana katika baadhi ya vitu, na hii inatuathiri sana. Ni kitu ambacho tuna struggle nacho mno. Hata mimi nashindana na hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kile kitabu cha Mithali sura 24. Ili neno linarudiwa tena kule. Mithali sura 24 mstari wa 30. Mithali sura 24 mstari wa 30. Usipende kile kitu kinachoitwa comfort. Ni ugonjwa mbaya sana. Angalia, anasema, nalipita karibu na shamba la mvivu. Kila mtu ana shamba hapa duniani, hata mvivu ana shamba. Haleluya. Na shamba hasa ni mioyo yetu. Anasema, na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili, kumbe lote pia limemea miiba. Kwa akakuta shamba, huyu ni Sulemani, kama vile anasema katika lugha ya picha. Alikuwa anatembea, anatoka akaona mashamba mengi, lakini akaona shamba moja likateki attention yake. Akaliangalia shamba la shida gani, akagundua ile shamba la mtu alila tofauti na mashamba mengine, lakini ile la mtu mmoja anaitwa mvivu. Lakini alipoliona, aliona limemea miiba, uso wake ulifunikwa. Lakini kumbuka la mizabibu, kwa hiyo kuna mizabibu, na kwamba kulikuwa tayari kumepanda kitu kizuri. Lakini anasema limemea miiba, uso wake ulifunikwa kwa viwavi. Viwavi ni wale wadudu wale wanaokula mimea. Maana kwamba huyu mtu alikuwa na muda. Anasema na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ni shamba ambalo hata hakuweka fence. Maana kwamba wasije kaingia tangedere, lakini umebomoka, wanaingia kukula. Anasema ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, akafikiri mno. Akasema, naliona nikapata fundisho, bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Maana kwamba kile kitu cha kusubiri, kungoja kidogo, nitaenda kulima baadaye, nitaenda kupalilia baadaye, kumbe ajui kuna kitu kinamea kwenye shamba. Wanasema shamba alimtazami mkulima, wala alimjui mkulima. Shamba yote atakuja kupanda kitu kinaota. Mioyo yetu hii haichagui. Shetani anaweza kaja akapanda kitu na kikakua. Mtu anaweza kaja akapanda kitu katika mioyo yetu na kikachipuka. Mungu anaweza akapanda na kikakua. Kwa hiyo moyo wako sidhani kwamba utachagua hicho cha shetani cha Mungu, lakini usipolitunza shamba lako na kusema ngoja kidogo, subiri kidogo, procrastination, unaingia katika hali mbaya sana ya kuharibu, hata kutokuwa na matunda kabisa. Ndio hapo sasa ukiangalia ule mfano Yesu alirudisha kule, anasema mpanzi anaenda kupanda mbegu, nyingine zikaangukia kwenye miiba. Anasema zilipokuwa ile miiba ikasonga. Akasema miiba ni nini? Akasema ni anasa, shughuli za ulimwengu, udanganyifu wa mali. Maana ni kwamba huyu mtu alikuwa anampenda Mungu, lakini anasema hebu ngoja kwanza kidogo, nifanye kwanza biashara kwanza. Hebu ngoja kwanza, wiki hii niko busy sana, ngoja wiki ijayo.
Na kweli ndani anania na Mungu, anampenda Mungu. Anamtaka Mungu. Leo anatamani kufanya kitu cha kimungu, lakini anasema ngoja kwanza. Ngoja kwanza nifanye kitu fulani. Ngoja kwanza niende kwenye party. Ngoja kwanza niende nikatembelee marafiki zangu. Ngoja kwanza nitaomba baadaye. Nitakuja kufungaga tu. Nadhani nitakuja kufunga kwa zile mwezi unaofuata. Au kile kipindi kinachofuata anaanza kuzungumza habari za kesho. Baadaye. Ukishaanza kuona hiyo hali inaongezeka ndani yako, kimbia, acha haraka sana. Kungoja kusema baadaye, kesho kutwa, siku fulani, inakupelekea katika umaskini wa kiroho kama vile inavyoleta umaskini wa kimwili. Kwa hiyo tunapaswa tujue kwamba lazima tupambane na kitu kinachoitwa uvivu. Bwana asifiwe sana. Mtu mvivu ni mtu ambaye anaona mpango wa leo lakini anaupeleka kesho. Anaona kwa kufanya leo lakini hafanyi leo, anapeleka kesho. Nguvu yetu ipo katika leo, haipo kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ambalo ni lazima tulijue na kulifikiria. Na kitu kingine ambacho watu wengi hawajui, tupo hapa duniani lakini tujue kabisa kwamba kuna tarajio fulani Mungu analitarajia kutoka kwetu. Kuna kujaribiwa fulani huko mbeleni. Kuna mtihani fulani tutapewa huko mbeleni na Mungu mwenyewe. Na huo mtihani tutapewa kulingana na kazi yako ambayo leo unaifanya. Si maandiko yanasema hivyo? Tukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 3, kuanzia ule mstari wa 12 mpaka 15, mtusome pale. Wakorintho wa kwanza sura 3. Paulo anasema kazi ya kila mmoja wetu itajaribiwa. Na ile kazi ikisimama, yule mtu atapata faida. Lakini ile kazi isiposimama, yule mtu atapata hasara. Kwa hiyo tu mitihani sio tu hapa duniani. Kama vile unavyosoma mwisho wa siku unapoa mtihani, umesoma miaka 3. Ngoja tuangalie, je, umesoma, una akili na umeelimika, unapoa mtihani fulani. Ukifeli umepata hasara. Ukifaulu unaonekana yes, wewe mtu ulisoma vizuri. Angalia baada ya maisha kitu gani kinatokea. Korintho wa kwanza sura 3 mstari wa 12. Haleluya. Angalia Paulo anaposema. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au mti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Anasema kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama kwa moto. Anasema kila mtu angalia anavyojenga. Je, unajengaje? Dhahabu, fedha, miti. Hapo anasema kazi ya kila mtu itajaribiwa, ya kwangu, ya kwako. Anasema kwa moto. Ikikaa utapata faida, isipokaa utapata hasara, lakini unaweza kuokolewa, lakini utapata hasara. Maana kumbe Mungu anatuangalia hapa duniani kutengeneza kitu ambacho kitakuwa na faida katika umilele unaokuja. Maisha duniani hapa hatuishi. Hapa tupo katika maandalizi ya maisha. Na kila mmoja hapa anajijengea daraja lake kule mbinguni atakapofika. Kila mmoja hapa anajiwekea daraja lake na mahali pake na sehemu yake. Lakini jinsi unavyoishi leo hii kila siku, kuna siku maisha yako leo yatengeneza, utumishi wako, huduma yako itaenda kupelekwa mbele za Mungu, na Mungu ataiangalia, ataijaribu. Ataona mbona ni kama shamba la mtu mvivu. Sioni hapo mazao yote hapo. Umepanda mizabibu lakini yote imesongwa. Hamna faida yote hapo. Nenda huko. Lakini ukiliangalia shamba lako, palilia, ukalitengeneza vizuri, itaenda, utaangalia matunda ninaona, mazao ninaona. Utapata faida, na faida yako ni ya milele. Tunaishi miaka 70, miaka 100. Kumbuka kuna miaka isoko na mwisho baada ya maisha. Kuna miaka bilioni kwa mabilioni kwa mabilioni kwa mabilioni. Wakati mwingine unajiuliza kwa nini Mungu akutuvukisha hichi kipindi cha hapa, akatumba moja kwa moja tukaishi naye kule. Lakini kwa nini ametupitisha kwanza hapa duniani kwanza? Katika mambo fulani kama haya, afu tunaomba tuenda kujaribiwa tena huko, kazi ya kila mtu itapimwa,
sijui utapata thawabu, utapata nini. Kwa nini haya? Kwa sababu hapa pana makusudi makubwa ya milele. Maisha hapa yana thamani zaidi kwa sababu anaenda kueleza milele utaenda kwa nani. Kwa hiyo angalia maisha yako ya imani. Angalia maisha yako ya wokovu. Usingoje kesho, kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi ujao. Kila ambacho unaweza kufanya leo, hebu kifanye leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 2, Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 2. Inasema wakati uliokubalika na nilikusikia, na wakati wa wokovu si ndio nilikuokoa. Anasema wakati uliokubalika ni upi? Wakati uliokubalika ni huu. Na sasa wokovu ni nini? Ni sasa. Kwa kumbe wokovu ni leo. Hakuna wokovu wa kesho. Unafuata mtu anamwambia okoka leo. Nitaokoka tu bwana. Hatutaokoka tu siku moja. Hakuna neema ya kesho. Bwana asifiwe sana. Ndio wanasema sawa, wokovu ni leo. Mungu atakuokoa hata katika mambo yako yote unayotamani. Lakini usiseme Mungu utakuja kuniokoa mwakani. Mungu anakuokoa leo. Akuokoe mwakani. Mungu wakati ambao amekubali Mungu sio kesho, amekubali wakati wa leo. Kwa hiyo leo kuna utukufu wa Mungu sio kwa kawaida. Leo kuna utukufu wa Mungu sio kwa kawaida. Sehemu nyingine nasema rehema za Mungu ni mpya kila siku asubuhi. Leo kuna rehema za Mungu nyingi. Kesho hakuna rehema za Mungu. Wala jana hakuna rehema za Mungu. Leo ndo kuna rehema za Mungu. Kwa hiyo Mungu anatuleta katika wakati wa sasa. Leo tunafanya nini? Leo tunatenda nini? Leo tumeongeza kitu gani katika ufalme wa Mungu? Leo tumefanya nini katika hiki ambacho tunakitarajia? Ukweli ni kwamba ukimfuata mtu ukamwambia Bwana, kila mmoja utakuta kila mmoja hapa anasema ninaona nitakuwa nahubiria watu wengi sana wanaokoka. Lakini ukimfuata ukamwambia twende tukahubiri leo, atakwambia ngoja kwanza bwana, na ngoja kamalize ka biashara changu pale. Ngoja kwanza nikapumzike. Ngoja anakuwa na visababu vile hivyo vinatafuna ukweli wake wa kesho. Ukishamwambia Mungu kesho au baadaye, Mungu kakuacha. Lakini ukimwambia Mungu naanza sasa hivi, nafanya sasa hivi kitu fulani, Mungu anakuwa na wewe. Maombi unaanza leo. Ukitaka kufunga unasema naanza leo. Ukitaka kufanya sema naanza leo. Ukishaanza kuna mawazo ya kesho na kesho kutwa, shetani huyo anakudanganya. Bado kukunja mikono kidogo, bado kulala kidogo. Bado kidogo. Enda na maji. Yesu akasema saa za mchana si 12. Aende usiku atajikwaa. Hata Yesu anaona bado usiku ni mbaya. Yesu asemi miezi ya mwaka ni 12. Atakenda mwezi ujao. Anazungumzia siku hiyo hiyo, usiku wake unajikwaa. Anataka mchana huo ukafanye kitu. Bwana asifiwe sana. Mungu anatutaka leo tufanye kitu fulani. Jitahidi sana hili jambo. Na mwili hautakagi leo. Mwili unatakaga baadaye. Ndio maana inaitwa comfort zone. Wanasema ubongo wa mwanadamu, wana saikolojia. Ubongo wa mwanadamu haupendi kujaribu kitu ambacho haujawahi kujaribu. Haupendi. Yaani unakuwa una hofu fulani ambayo hujui, lakini unakuwa una hofu fulani. Kwa mfano unataka kufanya kitu fulani ambacho kinaufanya mwili wako usio katika hali ya kuwa comfort. Ubongo wako unapeleka signal, unaanza kuleta mashambulizi katika mwili. Kwa mfano unaweza kaanza ufunge. Ile wazo tu la kuanza kufunga tu, unashangaa sasa hivi unaanza kusikia njaa isiyo kwa kawaida. Asubuhi hiyo unasema leo naamka nafunga leo. Lakini asubuhi hiyo njaa imekuwa kali. Lakini siku nyingine kama hujasema sifungi leo, unaweza kushangaa hata mchana asubuhi unapita ujala. Unaona tu uko kawaida tu. Asubuhi imepita ukaja ukala mchana au baadaye. Lakini ukisema nafunga asubuhi ile hali inaanza kubadilika. Ukisema naomba nianze kuomba, unaanza kupiga miazi sio kwa kawaida. Ukisema ngoja nikae nijidiscipline, nisome neno, unaanza kuona usingizi, unaanza kumsingizia shetani. Hakuna shetani hapo. Ni ubongo wako una protective mechanism. Hautaki kupiga hatua nyingine.
Lakini ukiulazimisha kufanya kitu kingine, ndio mafanikio yako yanapokuja, ndio hatua zako zinapokuja. Kwa hiyo uongo utakwambia sasa hivi ngoja kwanza, baadaye tutafanya baadaye kwanza, ngoja kwanza. Ukishaanza kuona hivyo, kataa hiyo hali, itakupeleka pabaya mno. Mwisho wa siku haitakupa faida. Alafu na kila siku kizoeshia tabia, inakuwa ni tabia yako. Procrastination, bado kusinzia kidogo, bado kukunja mikono kidogo, ni hali inayotutesa wanadamu, lakini Mungu ametupa nguvu ya kushinda. Haleluya. Fungua tena kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 9. Andiko hilo nataka ulitafakari kwa undani kuhusu Paulo. Wakorintho wa kwanza sura 9 na ule mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 24. Angalia, Paulo anajilinganisha na mtu ambaye yupo kwenye mashindano akitarajia kwamba leo kupokea taji mbeleni. Anasema, je, hamjui? Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 24. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio, watu wanaoshindana wana michezo na riadha. Anasema upiga mbio wote wanakimbia, lakini apokee tuzo ni mmoja. Anasema pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Anasema na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Kwa wale wanaofanya michezo wanajizuia katika mambo yote. Hakuna mwanamchezo ambaye unaona wanasema ni star hajajiumiza katika kujiwekea nidhamu ya kimichezo. Hakuna. Wana nidhamu ya kimichezo. Huwezi kumkuta mwanamichezo, labda mchezaji mpira ni mlevi, anakunywa mapombe tu, au anatafuta masigara. Utakuta anapenda kweli anasa, lakini ishafika kwenye swala la vipawa vyao, huwezi kuwakuta wanakula kile na chakula, hata kama ni kitamu kiasi gani. Huwezi kumkuta mwanariadha yuko na soda kila saa kunywa soda ukoni, au anakula tu chips. Wana vyakula vyao ambavyo atakula vyakula ambavyo hata vinaonekana sio vitamu, lakini kwa sababu wanajua vinatia mwili nguvu, itabidi wale. Wanajizuia kuzunguka. Unakuta muda mwingi wako kwenye michezo. Utakuta wanafanya mazoezi ya nguvu sana ya kujichosha ili watakapoingia katika michezo wao pesi. Kwa nini wanafanya vile? Kwa sababu wanajua kuna kushindwa huko mbeleni kama leo hii asipojizoesha kufanya kitu fulani, asipojiumiza katika eneo fulani. Anasema anasema sisi tupokee taji isiyoharibika. Angalia mstari wa 26, anasema hata mimi Paulo napiga mbio vivyo hivyo, si kama sitaye, hapana. Anasema napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, hapana, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Anasema nautesa mwili na kutaabisha. Kumbuka huyu ni mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, ni mtu ambaye anatembea na Mungu, ni mtu ambaye mbele za Mungu alikubaliwa, lakini bado anasema ninautesa na kutumikisha mwili wangu ili nisije kuwa baadaye mtu wa kukataliwa. Alijua kabisa pamoja na kwamba nitakuwa hivi, lakini kuna kukataliwa eneo fulani huko mbeleni. Kama leo nisipopiga mbio ipasavyo, kwa sababu alijua kwamba kuna mbio ambazo lazima tufike kwa kiwango fulani. Tukifikia kile kiwango tumefaulu. Anasema wanakimbia wote, lakini wanapokea tuzo ni moja. Maana kwamba kuna watu wanatarajia washindi wafikie kiwango fulani. Sasa na sisi hatushindani sisi kwa sisi. Sio lazima hapo tunashindana hapa sisi kwa sisi, no. Sisi tunaingia katika mashindano yale, isipokuwa kuna point ambayo wote tunataka tufikie, Mungu ameitaka. Kwa wote tukiingia katika ile point tunaonekana tumeshinda, lakini mwendo ambao umestahili. Sio kasema ninaanza kukimbia riadha afu natembea, si mradi nimalize mwendo. Nasema Paulo anasema mwendo nimemaliza. Nadhani mwendo kumaliza ni siku na kufa na miaka 100. Hapana. Sio siku na kufa na miaka 100. Yesu alikufa, aliondoka duniani miaka 33 tu. Mwendo kumaliza. Yohana Mbatizaji aliondoka na miaka 30 hapo. Mwendo kumaliza. Yakobo yule mwingine mtume alikuwa kijana mdogo miaka 20 na kitu, kakatwa kichwa, mwendo kumaliza.
Sio kuishi tu muda mrefu katika wokovu. Nimedumu kwenye wokovu miaka 30 40. No. Kuna speed fulani lazima uendane. Ndio maana Paulo anasema vita nimevipiga, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Je, una mwendo unaomaliza? Au unafikishwa tu mwishoni? Wenzako washamaliza siku nyingi, michezo ndio inakuja kutokea baadaye. Tulipokuwa wadogo, darasa la 7, zililetwa marathon shule msingi. Tukawa tunatakiwa sisi watoto tukimbie kilomita 5. Shule zote zikakusanywa pale mjini Arusha. Tukaanza kukimbia. Mpigwa kipenga, tukaanza kukimbia, jeshi kubwa la watu. Na wale ambao walikuwa na bidii ya kukimbia, wakati wenzetu wanaanza kukimbia, sisi tunaanza kurukaruka kule nyuma, tunaangalia wale watafika tu pale watachoka. Ulimi nje. Sisi tunajifanya tunakuja huko nyuma, tunatembea, tunakimbia, tunatembea. Kumbe wenzetu wakifika kule, wale wa kwanza walikuwa kishafika, wakiingia pale, licha ya kupewa zile zawadi, wameandaliwa pale mavyakula na matunda. Kwa wakifika pale, wakawa wamepumzika, wakaanza kula pale kwenye meza kubwa sana. Sasa sisi ambao tunakuja baadaye tumechoka na maji yalikuwepo. Tukakuta tu maganda nini yale. Maganda matikiti tu yameshatupwa huko. Hamna chochote. Bado unaona mwenzako anatajwa pale anapewa zawadi, wewe unatoa macho tu hivi. Kwa sababu gani? Ulikuwa unatembea, wewe upige mwendo, tulimaliza safari ilisha, lakini unakimbia, unatembea, unafanya mambo yako, unacheka na mwenzako, unatafuta shortcut, unadhani utatokea. Kumbe wenzako wanafuatilia wale wa kwanza. Maana wanaangalia wale wa kwanza, gari linawafuatilia. Wanaenda siku tunatafuta vi shortcut eti. Hata ukipiga shortcut hauwezi kufika. Vile vile hata shuleni, wewe unarukaruka tu. Angalia ile siku ya mwisho wenzako wanaitwa kwenda kupewa zawadi. Unakuwa na hali gani hivi? Fulani kawa kwanza, mnampigia makofi. Siku hizi hamna hiyo. Mnakaa pale shule nzima wanatajwa kwanza mpaka mwisho watatu. Mnapiga makofi. Mpaka sasa mnapiga makofi. Mnawaimbia. Wewe witu umekaa tu. Lakini wote mlipewa nafasi sawa. Lakini mwangalie mwenzako alikuwa na bidii katika kusoma, lakini kapata nini? Zawadi, taji. Kwa hiyo Paulo naye alijiona kama ni mwanafunzi, alijiona kama ni mwanariadha. Hakuna kulegeza mwili, ni kutumikisha na kutaabisha. Kwa hiyo miili yetu hii itatuambia kesho na baadaye. Huyu adui mwili ni lazima wakati mwingine aumizwe kidogo. Bwana asifiwe sana. Ili mambo yatokee. Asipodhibitiwa kuna mambo hayatokei. Hata utamani vipi hayaji. Kwa sababu gani? Bado kusubiri kidogo, bado kungoja kidogo. Ni jambo ambalo lazima tuliangalie sisi kama watoto wa Mungu. Ni jambo ambalo unaweza usilione katika jicho la kawaida, lakini linatuathiri kidogo kidogo, linatutafuna chini kwa chini. Baada ya kipindi fulani unajikuta hujafanya chochote cha maana. Au umekifanya kwa udogo sana kwa sababu ilikuwa inakupaswa ufanye siku hiyo hujafanya. Ilikuwa inakupaswa uombe siku hiyo hujaomba. Ilikuwa unasema mimi kesho. Hii wiki ngoja hii wiki nitaenda nao vizuri. Sema leo nitaenda nao vizuri. Leo ninaenda vizuri sasa hivi. Ukiweza kusema hivyo, unaishi sasa. Ukiishi sasa, Mungu anakuwa na wewe. Ndio maana Mungu anasema siku kwa siku utupe riziki yetu. Tunasema hivyo, siku kwa siku, yani leo kwa leo. Usitarajie Mungu akupe kesho. Mungu anakupa leo. Leo unamwambia Mungu, Mungu anakupa leo. Kesho itajisumbukia yenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa somo hili latufundisha kwamba tuishi leo kwa kutafakari ya wachungu. Tuyafanye mambo yote leo, wakati huu, kipindi hichi. Ndio leo inaweza kawa pia katika umri, wakati fulani ambao uko sasa. Usisubiri miaka mbeleni. Lakini pia leo inamaanisha leo Jumapili hii. Unapenda kuhubiri Injili, sema leo naenda kuhubiri Injili. Unataka kuomba, sema leo ninaomba. Ukiona leo hujaomba, umefeli ile ndoto kama kwangu inakuhusu. Kwa ni lazima hivi vitu tuvipe kipaumbele ndugu zangu. Kwa sababu nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za mwisho. Na nyakati ambazo hatupaswi kuwa vivu au walegevu katika mambo yote ya kiroho, bali tuwe na bidii katika kumtumikia Mungu. Andiko la mwisho tusome kitabu cha Mhubiri sura 11 mstari wa 4. Mhubiri sura 11 mstari wa 4.
Huyu ni Suleiman, bado yupo anazungumza haya mambo. Haleluya. Mhubiri sura 11 mstari anasema, mwenye kuangalia upepo hatapanda. Atakayeutazama upepo hawezi kupanda. Naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Kwa hiyo ukiangalia pia mawingu utavuna. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Huijui kazi ya Mungu. Huijui kabisa. Kama huijui kazi ya Mungu, kuna mtu amezaliwa hapa na kitabu fulani akaambiwa kila kitu fanye hivi, fanye hivi, fanye hivi. Unajikuta umezaliwa unaanza kufundishwa. Yaani hujazaliwa na kitu ambacho kiko ndani, unaanza kufundishwa. Kwa hiyo kujifunza huko ndo Mungu namjua. Angalia mstari wa 6, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usuzue mkono wako. Asubuhi unapanda na jioni pia unaenda kupalilia. Asubuhi jioni, asubuhi jioni. Anasema kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Random chance, au kama zote zitafaa sawa sawa. Haujui kama zote zitafanikiwa. Maana yake ni nini? Ukiamka asubuhi, hebu jiulize ni kitu gani leo nimefanya kuhusiana na roho yangu, au nimeongeza katika ufalme wa Mungu. Jiulize hilo swali. Ukiona hujafanya, hebu fanya hima siku hiyo. Isipite usiku hujafanya kitu. Lakini usiseme nitalipizia kesho. Siku hiyo hiyo fanya kitu. Hata kama utaona hichi kitu unaenda kukifanya, sina uhakika kama kitaleta matunda, kifanye. Ni heri ufanye hivyo, ushindwe. Useme nimepoteza muda wangu kwenda kujaribu kumhubiria mtu, lakini sijaona mtu yote aliyeokoka leo. Sijaona matokeo yote leo, nimejichosha nilijua. Ni heri ufanye hivyo. Kwa sababu hujui ni ipi tamea au ipi haitamea. Hujui yule ataokoka au yule wewe hujui. Sasa unataka kuashumu kwamba kila mtu nitakwenda kumhubiria hata ukoka. Wewe nataka kwambia kuna mwingine tukifika tu pale uwepo wako tu akishakuona unashangaa anaanza kuwa anashawishika sema mimi nataka kumgeukia Mungu. Hivyo tu. Hata hujamhubiria chochote. Kwa sababu anayegeuza watu ni Mungu. Kwa hakikisha kuna kitu unafanya katika ufalme wa Mungu. Hiyo ndo namna ya kutokusubiri na kungoja na kusema nitafanya. Tunahitaji watu tukiwa namna hiyo wote. Kwa mfano, kila mmoja akaa anasema anaamka asubuhi anaweza kupanda mbegu na jioni kuweka mkono wake kazini. Ukweli ni kwamba dunia hii ingemjua Mungu yote. Nikanasikiliza mtu mmoja alikuwa na interview mabilionea, watu matajiri duniani huko Ulaya. Mmoja akaulizwa, hivi siri ya kufanikiwa kwako ni ipi? Akasema risk taking. Na risk taking ni kwenda tu kujaribu tu katika random chance kitu fulani ambacho mwingine anaweza akakiona kwamba hakina maana, lakini unajaribu tu. Na nimejaribu mara nyingi, nimefeli kushinda nilizofaulu. Na nakwambia nilipofaulu nilifaulu kweli. Ndio wengi ambao wanakuaga na wingi wa mali wanakuaga na mawazo kama haya. Bwana asifiwe sana. Kwa na sisi tusiangalie tu kwamba mbona Mungu mimi nikihubiria watu huko, mbona Mungu mimi nikifanya hivi sioni matokeo, mbona hata nikiomba sioni nini. Wewe omba. Siku na siku zinatofautiana utukufu. Ukweli ni kwamba hata katika maombi kuna siku unaamka ujisikii kabisa kuomba. Unasema leo Mungu hapa ni kama anapoteza tu muda. Lakini unashangaa ukiomba kuna namna fulani unaingia katika uwepo, unasema leo hivi nisingeomba ingekuaje? Au ukikaa katika uwepo kutafakari, unaweza hata usioni lolote katika saa hiyo, usioni chochote. Unaona kama vile umepoteza tu muda au kama vile nguvu zako zimesha. Lakini ukiangalia hiyo siku unaona kama siku imepangiliwa vizuri sana. Afu unagundua ni kwa sababu yale maombi uliomba ambapo unajiona sipo nipo tu niko tu. Kwa hiyo wewe unapoenda tu kuomba, kitendo cha kwenda tu kukaa na kutii tu lile agizo, Mungu wakati mwingine anaangalia utii wako. Angalia maneno mengi. Sisi tuna maneno gani ya kumwambia Mungu au ya kumshawishi Mungu? Wala hatuna maneno mengi ya kumshawishi Mungu. Mungu anasema ngojea Bwana nikumngojea. Kumngojea ni kumngoja, ngoja, subiri. Kasubiri uweponi mwake, subiri wakati fulani Mungu azungumze. Asipozungumza, hujamuelewa, hujafahamu umetimiza ule wajibu tu.
Umepanda mbegu zako sababu hujui nipi itamea. Unashangaa siku hiyo mbona imekuwa nzuri? Mbona kama kamlango fulani kamefunguka? Mbona kama rafu fulani imekuja? Mbona kama amani fulani imekuja? Lakini unasema ngoja nilale mimi. Hapa hamna kitu chochote, hapa nikupoteza nguvu, tuna muda. Ndivyo kila siku yako inakuwa bored. Siku yako inakuwa ina mpangilio, iko tu kila siku. Siku nenda siku rudi. Bwana asifiwe sana. Soma neno hata kama ulielewe. Utapata kamstari kamoja, hata hako kanatosha basi. Japokuwa turuhusiwi kusoma kimistari, lakini tunapaswa tujifunze. Lakini tunapaswa tuwe kama chungu. Tunaamka tunajiwekea akiba, hazina yetu kila siku na kila wakati. Tuwe kama watu ambao tuna maono ya kwenda mbinguni, na watu ambao watafika mbeleni kazi zao zitajaribiwa. Umekuja hapa rafiki yangu. Ngoja tuangalie kazi yako sasa. Kazi yako inaweza kupimwa hapo. Rafiki yangu hapa hamna kitu. Hapa hamna kitu. Kama kuna walimu hapa wanaelewa. Ukiangalia tu kazi ya mtoto tu, unagundua hapa hamna kitu. Unafanya hivi na tupa hilo karatasi huko. Kuna watu wa karatasi yao, kuna watu maisha yao tenda kwa hivyo. Ataokoka ndio, lakini mweke huko. Kuna watu Mungu atakuwa anafungua daftari hivi anafurahi. Siku baada ya siku anafurahi. Akiangalia mwisho wa siku jaribio fulani kaliweza. Maisha fulani akiangalia sema safi. Huyu mwanangu anastahili kuketi na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Huyu mwanangu anastahili kitu fulani huko. Anastahili kupewa jukumu fulani huko. Kwa lazima tujistahilishe kwa kuiangalia leo yetu na kuitengeneza vizuri. Usiangalie kesho. Kataa mawazo ya kesho baadaye. Sema sasa na leo inaanza jambo na Mungu wako. Kwa hiyo hii ni spirit au hii ni hali ya kibinadamu. Lazima tuishinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tutaenda kulitendea kazi. Na mimi pia naenda kulitendea kazi na nazidi kulitendea kazi kwa sababu ni jambo ambalo Mungu kanifundisha. Ni lazima nishindane na hii hali. Lile ambalo napaswa nilifanye hata kama nimechoka, lazima nilifanye hiyo siku. Sitaangalia mwili unaniambia leo bwana iko hivi, sitaangalia. Nahitaji nifanye kile ambacho jukumu langu la leo. Na kesho litakapokuja nitakuja na la kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa namna hii kufikia malengo mazuri na hatima njema. Na Mungu anawabariki. Mungu anatoa thawabu kwa siku tu. Kwa unapomaliza siku yako Mungu anakupa thawabu yako. Kwa usitarajie Mungu atakukusanyia thawabu za mwezi. Thawabu ya siku. Unapomaliza siku yako Mungu anakupa thawabu yako. Kwa fikia jioni, angalia mkono wangu nimeutia wapi. Angalia mbegu yangu nimeipanda wapi. Angalia kitu gani nimekifanya. Mungu atukuzwe katika hilo. Na hivyo ndivyo ambavyo tutaenda katika mafanikio yote. Amen. Sio watu tunapeana bana, kuna jukumu fulani la kufanya hapa. Unatoka unafurahia taanza. Alafu uende kulifanya. Sio hivyo. Ukipewa jukumu kashughulike nalo siku hiyo. Kwa sababu neema yake ipo katika siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni ya kukumbushana kwa sababu majira nayo yameisha. Katika siku ambazo ni za hatari ni hizi. Yesu amekaribia kurudi. Tunalijua hilo. Kishaanza kuna mataifa yanaanguka. Mataifa yanainuka kupigana. Ufalme unainuka. Ndani kwa ndani unaanza kujaribu. Ujue ule mwisho umekaribia. Sababu hatima ya mwisho ya ulimwengu ni kwamba ulimwengu wote utaingia katika vita. Na sasa hivi nikwambie, dunia inatafuta mtawala ambaye atatatua matatizo yao kikamilifu. Kila taifa na kila nchi. Na sisi tunaweka matazamio yetu kwa wanadamu. Lakini mtawala alikuwa ni Yesu. Lakini kwa sababu shetani anajua kuna dunia inahitaji mtawala ambaye atakuja kutaka kutatua matatizo watu na kufanya dunia kuwa na amani, ameshamwandaa mpinga Kristo. Na mpinga Kristo maandalizi yake yako tayari. Huyu ndiye atachukua dunia yote. Watu watamkubali, watu watampenda. Kutokana na hizi vurugu unazoziona huku mara huku, watu watamtaki huyu, anamtaka. Atakuja na mwingine watu watamkataa, atakuja na watu watamkataa. Hivyo mwisho wa siku watampa nguvu yule. Wakimpa nguvu yule anaitwa mwana uharibifu. Ndio hapo dunia inaingia katika mwisho wake. Kwa hiyo angalia mataifa sasa hivi yalivyo. Kila nchi
kila taifa hakuna amani, hakuna utulivu, kwa sababu kiongozi ambaye angepaswa kuleta amani duniani ni Yesu peke yake, na huyo alikataliwa. Lakini atakuja mfalme wa amani ambaye ni Yesu, ndiye atakayeleta utawala wa amani duniani wa miaka 1000 na umilele. Anakuja Yesu Mwokozi. Kwa kama anakuja, tunamtarajia yeye ambaye ni kiongozi na mtawala, ambaye ndani ufalme wake utakuwa na machozi wala kileo. Sasa hivi unaishije? Lazima uhakikishe unafunga kamba za viatu vyako, unasimama kama mtu anemsubiri Yesu. Usisimame kama mtu ambaye yupo tu. Hichi kizazi, ndugu yangu, kizazi cha kurudi kwa Yesu ndio hichi, ndio hizi nyakati. Nilikuwa nasoma makala, mimi napenda kufuatilia utafiti wa Ukristo unavyoenda sasa hivi duniani. Nikaangalia ni kitu gani sasa hivi duniani ambacho katika ile eneo letu la Ukristo kinazungumzwa na kudiskasiwa sana. Nikashangaa sana. Nikadhani kwamba watu watakuwa wanazungumza kuhusiana labda na habari za mafanikio, labda habari za upendo na vitu kama hivyo. Lakini cha ajabu ni kwamba habari zinazozungumziwa sasa hivi sana katika Ukristo ni habari za siku za mwisho, kurudi kwa Yesu. Kwa sababu gani? Watu wamekuwa na hofu. Maandiko yanasema watu wakitazamia mambo gani ataupata ulimwengu. Watu sasa hivi wanatazamia hivi kesho na kesho kutwa itakuwaje hii dunia na hii nchi. Dunia sasa hivi tuna mabomu haya ya makombora masafa ya atomic. Kiasi kwamba tulikirushwa moja, tukombora moja, basi amani hizi karudi tena daima. Ulimwengu unaharibika, alafu wewe unaanza kuweka fikra zako katika mambo ulimwengu. Yote yanapita na mambo yake yote. Fikra zinapaswa ziandikwe na zipandwe katika mambo yanokuja. Yesu anasema unapoona haya basi niweni vichwa vyenu mkisema ukombozi wetu umekaribia. Unatakiwa uinue kichwa chako juu hichi kipindi na kumwambia Yesu. Unasema sasa na Roho Mtakatifu, na uje Bwana Yesu. Anasema bibi harusi na Roho anasema na njoo, na uje Bwana Yesu. Njoo. Lazima ndani ya moyo wako kila saa useme Bwana na uje, kwa sababu sasa ni wakati wa sisi kwenda kutukuzwa na wewe. Lakini unaishi tu maisha kubahatisha Ukristo tu wa kwenda tu na kurudi, wa kulala na kuamka, wa kuangalia na kutazama tu na kutafiti na kwenda kutafuta kuwekewa maji juu ya upako na kuombea na kufanyia vitu kama hivyo. Chana na hizo habari. Ishi kama mtu ambaye anapiga mbio anaenda kupokea taji. Na mimi sitaki kwenda kupokea taji lililoharibika. Naenda kupokea taji sio haribika. Lakini lazima mwendo niumalize. Na mwendo niumalize leo hii ninautesa mwili wangu. Bwana asifiwe sana. Ninafanya leo kitu kwa ajili ya Mungu wangu. Unapotoka hapa, nenda kafikirie leo nafanya nini. Amen. Nenda kafikirie leo ninatenda jambo gani la ziada. Au leo namalizaje siku yangu ambayo ninaianza sasa. Kesho nikatae, kesho ni ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kwa katika haya ndugu zangu tutakwenda kuomba. Mungu azidi kutupa kufahamu zaidi, lakini pia kutendea kazi tunajifunza. Lakini pia kufikiria mambo ya mbeleni na thawabu tulizowekewa. Lakini kuishi kama vile chungu wanavyoishi, ambao hawana akida, anasema hawana kiongozi, hawana msimamizi, lakini wana discipline katika kitu. Mimi ninaamini japokuwa laweza likawa lisiamini. Mimi ninachoamini ni kwamba sisi tunaweza tukatembea bila kuchungwa, bila kusimamiwa. Mimi hicho kitu naamini. Sababu tumeambiwa hawana akida, lakini wanafanya kazi katika cooperation. Lakini wako busy na mambo yao. Naamini kila mmoja hapa anaweza kuwa na ratiba yake ya maombi bila hata kukumbushwa, kuambia bwana wewe rafiki yangu vipi? Bora siku nyingi sijakuona mkesha. Lakini mwenyewe anakuja tu. Bwana asifiwe. Hilo jambo ninaamini kama inawezekana kwa watu wachache, inawezekana kwa watu wengi. Kama naweza kuona kwa watu wachache wana discipline zao, mimi hata siwaambiagi chochote. Naamini kwa wote inawezekana. Ndio kanisa la Kristo linapaswa liwe hivyo. Mungu aliachukua wana wa Israeli akawaweka, akamwambia mimi ndio nitakuwa mfalme wenu. Sitaki kiongozi awepo juu yenu atakiwa tawala ninyi. Mwanzoni walianza vizuri walipotoka Misri, walipofika nchi ya Kanaani. Walianza vizuri, Mungu akananyanyulia tu waamuzi.
wakikosea Mungu anatafuta tu, ananyanyua tu kuwarekebisha. Baadaye kwanza kuangania, tunataka mfalme, tunataka mfalme, tunataka mfalme, tunataka mtu atakayekaa juu yetu. Mungu akamwambia sawa, nitawapa. Huyo mtu alipokuja waliweza kubadilika. Tena si afadhali alipokuwa mwanzo kushinda baadaye. Kwa sababu Mungu hajatokea nature hiyo ya kuongozwa sisi. Kwa mwangalizi Mungu anamweka, sio yeye au juu yako. Na yeye pia anachungwa na Bwana, kumbuka. Ni sasa na wachezaji, yeye anakuwa ni captain tu, lakini yuko katikati ya mchezo. Kocha wetu ni Mungu. Kwa Mungu anataka watoto wake wote tutembee hivyo, kwamba hatusukumwi, hatufundishwi, hatuambii, lakini tunajua wajibu wetu. Ni nini tunachopaswa tufanye katika nyumba ya Mungu na katika maisha yetu ya wokovu na Ukristo. Tambua jukumu lako na wajibu wako. Ukiona ni mwili unakutesa, shughulika na mwili wako. Shughulika na maisha yako. Tukienda hivyo, ukweli ni kwamba utukufu wa Mungu utakuwa mkubwa sana. Utukufu wa Mungu utakuwa mkubwa sana katika nyumba ya Mungu. Tukienda ifikie stage kila mmoja anaweza akapewa tu mwongozo, lakini akaenda kusimamia na akafanya zaidi ya ule. Mungu ataflow vizuri sana. Ndio watu ambao tuwatafakari chungu, tujifunze kwao. Nenda kaangalia wadudu hao. Usiende tukuzunguka kaangalia wadudu hao. Pate hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni mambo ambayo tunajijenga na tunafundishana. Amen. Tutaenda kuomba, lakini katika kuomba huko siku ya leo tutaombeana katika jambo hilo na Mungu atatutia nguvu leo. Na leo utatoka na nguvu mpya unapoenda nyumbani na unapoenda katika wiki yako. Watazamia utakapokuja wiki ijayo, kila mmoja atakuwa na ripoti ya siku kwa siku. Leo nimefanya nini? Leo nimeongeza nini? Leo nimetenda nini? Ukiwa na ripoti kama hiyo siku kwa siku, inapendeza. Usiweke magepu hata siku moja. Haleluya. Pamoja na hilo, kwa sababu leo tumekutanika hapa, na wiki iliyopita, Jumapili iliyopita tulikusanyika hapa, lakini kwa sababu ya hali ya kiusalama hatukuweza kukusanyika wote. Tulikuwa baadhi tu, na tunajua kinachoendelea katika taifa letu. Ni kweli tunaona kuna ushwari, lakini si ushwari hivyo sana. Kwa hiyo kama kanisa tunabudi kuzungumza jambo na Mungu kuhusiana na hali ambayo tunayo ya taifa. Tutaombea tena leo kama kanisa kwa ufupi tu. Tunaenda kuomba amani ya Mungu ipitayo akili zetu. Amani ya Mungu inapita akili zetu. Hata ukiona kuna maandamano, lakini ile amani ya Mungu inaweza kupita akili zetu. Tukiona kuna vitu kama hivyo vinaendelea, lakini kuna amani iko. Hiyo ndio tunaiomba, amani ya Mungu ipitayo akili zetu. Hata kama tutaona kwa vile tunavyoweza kutarajia, lakini amani ya Mungu ikakae katika ile taifa. Kwa sababu tutaathirika. Nikupe mfano. Tulikuwa tuna ziara kwenda Dodoma kwa ajili ya upandaji wa kanisa na semina ile. Lakini haya machafuko yalipotokea imesitisha hilo jambo. Maana sasa hivi kuwa na mikusanyiko ya isokuwa ya mikusanyiko, bado kuna kitu kinaleta ukakasi. Kwa hiyo sio kwamba tunaenda, lakini mbona tumesogeza ratiba mbele. Na umesikia pia kuna vitu vingine vinataka kuja kutokea tena mbeleni. Yamkini umesikia hujasikia. Kwa hiyo tunahitaji kuathirika kwa namna yote ile. Tunahitaji tuendelee kumtumikia Mungu kwa amani. Kwa pamoja na hilo tutamwomba Mungu ili Mungu wetu aende kuliponya taifa letu na taifa letu likakae salama mikononi mwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tutasimama pale tulipo, nitaomba na praise. Tumwabudu Mungu kwa nyimbo moja kisha tukaombe. Na leo Mungu atakupa neema. Yote yanawezekana kwa kiaminia. Mungu alipotuambia tutafakari chungu, alijua tuna uwezo wa kuwa zaidi ya chungu. Tuna uwezo wa kuweza kuitaabisha na kuiamuru miili yetu kumtii Mungu. Bwana ataenda kutenda jambo kubwa katika maisha yako. Tunapoenda, nitaomba kila mmoja chukua muda utafakari mahali ambapo ulisubiri, mahali ambapo ulingoja, mwambie Mungu, leo nafunga huo kurasa. Hiyo tabia kuanzia leo naacha. Naanza kujiangalia katika utendaji kazi, kwa sababu wakati uliokubalika ni sasa, na saa wokovu ni leo, na riziki tunapewa leo. Kwa hiyo tunaenda kumwabudu Mungu kwa ufupi, alafu tutaenda kuomba na utajiombea nafsi yako kila mmoja. Karibuni praise.
Amina. Basi tukifunga macho yetu tunakwenda kumwabudu Mungu wetu, hebu tafakari ndani ya moyo wako, ni mangapi yamepita pasipo kufanya. Tunakwenda kumwabudu Mungu, basi amini moyoni mwako, kuanzia leo Bwana anaenda kufanya jambo jipya.
uwepo wako kila mmoja. Kusubiri kungoja kidogo, kukunja mikono kidogo na kukataa leo. Mwambie Bwana, nasema na mwili wangu, nasema na akili yangu, nasema na ufahamu wangu. Mimi mtumishi wako, kuanzia leo nitaiangalia leo yangu. Sitasema ya leo nifanye kesho, bali ya leo nitafanya leo kwa uweza wa nguvu zako. Mwambie Baba akupe neema. Tunaposogea uweponi mwake, tunapomwomba Mungu anatupa neema sawasawa na kuomba kwetu. Mungu wetu na Baba yetu uliye hai, tunalibariki jina lako. Tunasema asante kwa neno lako. Umetuambia Baba tuende chungu tukatafakari njia zako ili tukapate hekima. Na leo Bwana tumepata hekima ya sisi kufanikiwa katika safari yetu ya imani tuwapo hapa duniani. Baba yetu na Mungu wetu, tunajua kabisa tupo katika mashindano, tupo katika mwendo, na unataka Bwana tukashinde katika safari hii na mwendo. Tunajua kazi zetu Bwana utazipima, na kila kazi ya kila mmoja itapimwa kwa moto, nao itasimama au itaanguka. Tunajua kazi zetu zitasimama katika wewe Bwana ututie nguvu. Tunajua Mungu katika hekima unayotufundisha, kwa kupitia hekima hii Bwana, wote kwa pamoja tuende tukamke leo, tukaione yelo yetu. Tulisema sawa kwa sasa wakati tukubekana huu. Baba, tunakubali kwamba Mungu kweli wakati wa kubali, kweli wokovu ni leo. Na hata leo Mungu wangu kamwokoe kila mmoja, na hata leo Mungu wangu kamsaidie kila mmoja anapotia nia ya kufanya chochote. Naomba Baba kaangalie kazi, kwa sababu Mungu amebariki kazi yake ambayo Bwana anajishughulisha na kutaabisha leo, lakini sio yale anayotarajia mbeleni, lakini ni yale anayotenda leo. Baba, ninakuomba na nakusihi, ukioleta mawazo nchini ndani ya moyo wako, naomba kwa mawazo hayo yaende kuzaa. Ikiwa Mungu wangu unaweka kitu cha kutumikia, naomba leo Bwana kakitendee kazi. Neema hii atapokee Roho Mtakatifu, neema hii kaingie ndani yake. Mungu wa amani, naomba Baba Mungu wa amani, kila uvivu ambao umekaa ndani yake unaondolewa kwa hekima yako hii. Naomba Baba ukampe tafakari kila anapotoa leo Baba, kwa sababu Mungu tunajua muda unaenda, tunajua siku zinakimbia na kurudi kwako kumekaribia Baba. Yamkini usiku wa leo Baba parapanda inalia na unatuchukua na kutupeleka mbinguni. Yamkini mwezi huu ule mwisho unafika, yamkini kabla mwaka hujaisha ule mwisho umefika. Hatujui Baba siku wala saa, lakini tunajua majira. Umetuambia majira haya ni majira ya siku za mwisho. Hilo Baba tunapaswa kutoa hatua ya akili tukaokomboa wakati. Ninaomba Baba Mtakatifu, kila mmoja wetu akae ni mtu wa kuzalia matunda, akae ni mtu wa kuzalia matunda, akae ni mtu wa Bwana wa kujibidisha katika kazi na ufalme wako. Isianguke chochote ambacho Bwana umempa katika maisha yake na roho yake, akifanya kazi yako Mungu, akakutumikie Baba, akakuabudu Mungu, akakuishia wewe Baba. Ninaomba neema yako Mungu imfunike Baba, imlinde Baba, imponye Baba, imtakase Mungu. Ninaomba nguvu zako Baba zikamfunike kabisa kuanzia siku ya leo Baba hata siku zinazofuata Mungu. Siku yake kabarikiwe, siku yake kapokee neema, siku yake kapokee baraka, siku yake kapokee nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kila chochote ambacho Mungu kimeinuka Mungu kinyume na mapenzi yako katika mwili wake, pengine kinamzuia katika akili yake, pengine kinamzuia katika fikra zake, pengine kinamzuia katika jina la Yesu. Ninaomba Roho Mtakatifu wewe ndo kamfungue, wewe ndo kamponye, ajazwe roho, ajazwe nguvu, ajazwe neema, ajazwe matunda na uwezo wa nguvu zako. Bila kuomba kwa ajili ya nafsi yako. Mungu, siku yangu ya leo inapomalizika, siku yangu ya leo inapomalizika, ikamalizike vizuri, ikamalizike na ushindi, ikamalizike na ushuhuda, ikamalizike na tendo jema, tendo la imani, tendo la uongofu. Ikiwa ni kuhubiri, ikiwa ni kusoma, ikiwa ni kuomba, ikiwa ni kumtumikia Bwana, mwambie Bwana leo yangu naikabidhi mikononi mwako. Na Mungu wa amani anasikia, anakujaza na kukuhudumia, sababu neema na baraka zina Mungu wetu amehana. Bwana anakugusa, Bwana anakuponya, Bwana anakupa nguvu, Bwana anakupa neema,
Bwana anakujaza nguvu, unaenda kuwa mtu mwenye hekima kuanzia leo kwa uweza wa nguvu za Mungu ale hai. Wakati unaomba, hebu sasa litaje taifa letu mbele za Mungu. Taja taifa hili la Tanzania, nchi yetu hii, ardhi yetu hii tuliopewa na Mungu. Ni ardhi ya Bwana, sio ardhi ya machafuko. Mwambie Mungu amani yake izidi akili zetu, iende katawale katika nchi hii na ardhi hii. Baba, tuko mbele zako, tunaomba rehema kwa ajili ya taifa letu. Tunajua ni mengi tumekukosa, tunajua ni mengi tumekutenda asiyekupendeza wewe. Baba, tunaomba msamaha wako. Ikiwa Mungu ni damu imemwagika ambayo Bwana katika hiyo madhara atatupata, basi tunaomba Mungu, damu ya Yesu ndio ina mema kuliko ile damu ya Abeli. Damu ya Yesu inapeleka rehema zaidi ya damu ya Zekaria inapeleka mashtaka. Tunaomba damu ya Yesu ikanene juu ya taifa letu, ikanene rehema na neema na msamaha. Mungu atusamehe Mungu, sisi wa Tanzania pamoja na utawala wa nchi. Tunaomba Baba, neema yako ikakae juu yetu, amani yako ikafunike taifa la Tanzania. Tunaomba Mungu tukatembee katika haki, tukatembee katika usawa. Tunaomba hofu yako Baba ikatawale katika taifa letu. Zaidi Mungu, tunaomba roho yote ya mpinga Kristo ambayo adui anataka kupachika katika nchi hii, roho yote ambayo Bwana inaleta mafarakano na mavurugano kati ya imani na imani, kati ya nchi na kanisa, katika jina la Yesu Kristo tunakemea na tunavunja kwa jina la Yesu roho za mauaji katika taifa letu, katika jina la Yesu Kristo tunaifukuza nje ya Bwana ile roho kwa jina la Yesu Kristo. Yule mkuu wa giza ambaye anataka kutembea katika anga hili la Tanzania, yuko mkuu wa nuru, ndiye Yesu Kristo anatawala. Tunaitisha nuru yako mahali hapa katika nchi hii, kuanzia mkoa huu wa Dar es Salaam na mikoa mingine yote ya taifa hili. Baba, kalinde mipaka yetu, Baba kalinde nchi yetu, Baba kalinde watoto katika nchi hii, kwa nchi hii ya Tanzania. Tunaomba Mungu tutaishi kwa amani. Tunaomba Mungu safari zetu zikasimama, zikaendelea Mungu katika utumishi ule ambao Bwana tulikusudia na kutaka. Baba, walinde watakatifu wote katika nchi hii. Baba, walinde watakatifu wako katika nchi hii, popote pale walipo Mungu. Kawape neema Baba na hekima na kuweza kufanya mambo yote kwa busara, sababu tunaomba tuna busara kama nyoka. Tunaomba busara ikatawale katika viongozi imani, hata viongozi wa dini, ili taifa letu litaishi kwa amani na utulivu. Ee Bwana Yesu Mwokozi wetu, ambaye Bwana wewe ndio mfalme wa dunia, tunaamini Mungu mpango wako unatembea na unakamilika katika taifa letu hili, na kila ubaya na maadhimio na makusudi ya adui yanayoharibu na kukengeusha kusudi lako katika taifa letu, kwa jina la Yesu Kristo mfalme wa amani, Mungu wa rehema, umekwisha kuondosha na uweza wa nguvu zake katika jina la Yesu Kristo. Baba amani, ninaomba tena baraka na neema na mafanikio juu ya mtoto wako ambaye ameingia mahali hapa, ikiwa ni mgonjwa, ikiwa na shida, ikiwa na tamani mhudumie sehemu yote. Baba, naomba kamwangalie. Umesema tutafute ufalme wako na haki yako na mengine utazidishiwa. Baba, ukazidishe katika kapu lake, Baba ukazidishe katika hazina yake. Katika wiki hii ya Mungu wangu, ukafungulia hazina njema katika maisha yake. Hata na yule anayetufuatilia kwa kupitia mitandao, naomba baraka na neema zako zikakae juu yake, na ufunike kwa uvuli wako, Ee Bwana majeshi. Ukamwangalie kuingia kwake na kutoka kwake, popote pale ambapo adui alikuwa anataka kutafuta. Baba ukapaponya, Baba ukapalinde na ukapafunike kuanzia siku ya leo Baba mpaka wiki ijayo tena tutakapokutanika katika ibada kama hii. Ninaomba Roho Mtakatifu, shuhuda nyingi zikatokee, shuhuda nyingi zikaonekana. Neema yako Baba inatutosha na utukufu wako unatutosha. Tunalisifu na kulibariki jina lako. Tunaomba haya tukiamini ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na mwamba wetu, na wote tuseme amen. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi.
Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Amen. Basi unaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe.